Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali na wadau wengine wote ambao wamesaidia katika ukamilifu wa mradi wa jengo la Science Park. Waswahili wanasema kushukuru ni kuomba tena. Pamoja na kukamilika kwa jengo la kituo cha afya, bado tuna uhitaji mkubwa wa vifaa tiba ili kituo hicho kianze kutoa huduma kwa wanafunzi, wafanyakazi na jamii ya Wanairinga. Naomba jamii ya Iringa na wananchi kwa ujumla watambue ya kuwa kituo cha afya ni ndoto iliyoanza kutimia kutokana na jitihada hizo, na leo tunajivunia kuwa hatua kubwa imepigwa katika kuhakikisha Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kinatoa mchango mkubwa kwa jamii, si tu katika sekta ya elimu bali pia katika sekta ya afya. Huu ni mfano mwingine wa jinsi gani Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kinavyojitahidi kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, na ni sehemu ya jukumu letu la kijamii kama taasisi inayohudumia wananchi. Huu ni mchango wetu wa moja kwa moja kwa juhudi za serikali ya Tanzania katika kuhakikisha kuwa huduma za afya zinawafikia wananchi wake. Serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, wakati wote imetoa kipaumbele kwa sekta binafsi kushiriki katika uzalishaji na utoaji wa huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya elimu. Katika kutimiza jukumu hilo, serikali imeendelea kuwekeza katika kujenga mazingira rafiki, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya maji, umeme, barabara na kadhalika, ili kuhakikisha kuwa sekta binafsi zikiwemo taasisi za elimu zinafanya kazi katika mazingira ambayo ni wezeshi na hivyo kutoa elimu bora na ya kiushindani. Vile vile serikali imekuwa ikiwapangia mikopo wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu kikiwemo Chuo Kikuu Katoliki Ruaha bila kubagua kwa misingi yoyote ile ikiwemo misingi ya umiliki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kama wizara tunashukuru sana uongozi kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Tumekuwa nao bega kwa bega katika mchakato wa mabadiliko ya sera na sheria ya elimu nchini. Kama wizara tutaendelea kutoa ushirikiano kwao kila wakati watakapohitaji ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Utafiti na utengenezaji wa dawa kutokana na miti yetu ya asili ni jambo la muhimu. Kwa hiyo nimesema pale na narudia tena kuelekeza waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, lakini pia Tanzania Forest Services na ile taasisi yetu ya utafiti wa misitu TAFORI. Kila mkoa wafanye kazi ya kuanzisha botanical garden. Ni lazima tutambue kwamba miti dawa inapotea, au wajanja wachache wanakuja huku kwetu, wanafanya tafiti, wanaondoka na dawa zetu. Lakini hii ni fursa kwa vijana wetu kwa ajili ya kutafiti na hatimaye kutengeneza dawa ambazo zina asili ya hapa kwetu. Kwa hiyo narudia tena, viongozi wote wanaohusika waanzishe bustani maalum kwa ajili ya kupanda miti dawa katika kila mkoa. Na vijana wetu watapata sehemu nyepesi zaidi za kufanya tafiti zao. Lakini la pili,
Nimesikia kuhusu upungufu wa wahadhiri na hususan upande wa uuguzi, ukunga, artificial intelligence na kadhalika. Sasa hili sio jepesi. Hata ndani ya vyuo vya serikali tuna uhaba mkubwa. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba pande wa serikali, pande wa taasisi za dini na sekta binafsi, tuendelee kufundisha zaidi, lakini kufanya jitihada mahususi kabisa za kuwabakiza wale ambao tunawabakiza kufundisha katika vyuo vyetu. Na nimefurahi kwamba tuna wageni hapa kutoka Italia, Denmark na kwingineko. Ninawaomba viongozi wa chuo tutumie pia ushirikiano na vyuo vya nje kwa ajili ya kupunguza uhaba huu wa wakufunzi katika vyuo vyetu vikuu. Napenda kuhimiza wanataaluma kuweka mkazo katika tafiti zinazoitwa tafiti tumizi. Kwa Kihehe tena inaitwa applied research. Katika taifa letu zinahitajika sana tafiti zinazolenga kukabiliana na changamoto zilizopo katika jamii, na hususan teknolojia duni na tija ndogo katika sekta za uzalishaji. Lakini pia tunahitaji tafiti tumizi upande wa magonjwa ya binadamu, mimea na mifugo, lakini vile vile namna ya kupambana na uharibifu wa mazingira. Lakini tunazo changamoto nyingine katika jamii yetu ambayo ni pamoja na uongozi maslahi. Badala ya viongozi kujali maslahi ya wanyonge na walio wengi, basi wanajali maslahi ya matumbo yao. Tunazo changamoto za siasa chafu, ukatili dhidi ya wanawake na watoto, tuna changamoto za rushwa na kadhalika. Kwa hiyo naomba kuwahimiza wahadhiri pamoja na wanafunzi kujielekeza katika kufanya tafiti zitakazotoa majibu ya changamoto kama hizo. Aidha, ni muhimu pia kwa wanazuoni na wanataaluma kufanya uchambuzi na kujihusisha na mijadala mbalimbali ya kitaifa kwa lengo la kuelimisha jamii na kusaidia utatuzi wa changamoto kwa kipindi cha muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ni mifano michache ni pamoja na kutoa mawazo na ushauri kwa Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi ambayo inaendelea kufanya kazi hivi sasa, lakini pia katika ukamilishwaji wa dira mpya ya taifa letu, dira ya mwaka 2050. Serikali kwa upande wake itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu na vile vya kati. Na lengo la serikali ni kuhakikisha kila mtoto ambaye anatoka katika mazingira ambayo hayamwezeshi kutimiza ndoto yake ya kupata elimu ya juu awezeshwe kuipata. Na katika azma hiyo, serikali kwenye mwaka 2024-25 ilitenga jumla ya shilingi takriban bilioni 254 kwa ajili ya mikopo kwa wanafunzi wapya wa shahada ya kwanza, ambapo jumla ya wanafunzi 81,079 wamenufaika. Aidha, katika mwaka huo huo jumla ya shilingi bilioni 503 zilitolewa kwa wanafunzi 157,981 wanaoendelea na masomo katika shahada ya kwanza kwenye vyuo vikuu mbalimbali
ikiwemo Chuo Kikuu Katoliki Ruaha, na hivyo kufanya jumla ya fedha zilizotolewa katika mwaka wa masomo 2024/25 kuwa shilingi bilioni 757. Kiasi hiki cha fedha ni kikubwa sana, na hasa kwa kuzingatia mahitaji ya fedha katika huduma nyingine za jamii.